Kwenye kina cha msitu mzito uliojaa ukungu wa milele, kulikuwa na eneo ambalo wenyeji wa vijiji vya jirani waliliepuka kabisa. Waliliita msitu wa giza la roho, si kwa sababu tu ulikuwa mnene, bali kwa sababu waliamini kuna mtu aliyeishi humo ambaye hakuwa wa kawaida. Walimuita Mzee Kivuli. Mzee Kivuli alikuwa mtu wa ajabu aliyeonekana mara chache sana, akiwa amevaa magunia meusi yaliyofifia kwa muda na fimbo iliyochongwa alama zisizoeleweka. Kila aliyethubutu kumkaribia alirudi akiwa na hadithi moja: msitu hauachi mtu vile vile alivyoingia. Wanasema mzee huyo alikuwa na uwezo wa kubadilisha watu kuwa viumbe vifupi visivyoeleweka, vibwengo. Viumbe hivyo vilivyoonekana kama kivuli cha binadamu kilichopunguzwa uhai, vikitembea bila hiari, vikifanya kazi za ajabu ndani ya msitu huo. Siku moja, kundi la wanafunzi wa chuo kikuu lilifika kijijini karibu na msitu huo kwa ajili ya utafiti wa mazingira na utalii wa kiuchunguzi. Walichekwa na wazee wa kijiji walipowaonya wasikaribie eneo hilo, lakini vijana wakiongozwa na udadisi waliamua kwenda. "Ni hadithi tu za zamani," alisema mmoja wao akicheka. Walipoingia msituni, mwanga ulianza kupungua pole pole na sauti za ndege zikapotea kana kwamba msitu ulikuwa unawameza. Baada ya saa moja ya kutembea, walikuta kitu kilichowashangaza: nyumba ya udongo iliyochakaa ikiwa imezungukwa na tunguli, mishumaa iliyochomeka nusu na vitu vya kale vilivyotawanyika ardhini. Mlango ulikuwa wazi. "Hebu tuingie tuangalie," alisema mmoja wao, bila kujua kwamba hilo lilikuwa kosa kubwa zaidi. Walipoingia ndani, hewa ilibadilika. Ilikuwa nzito, yenye harufu ya udongo uliolowa na kitu kama moshi wa muda mrefu. Ndani kulikuwa na kimya cha kushangaza, mpaka ghafla mlango ulijifunga wenyewe kwa kishindo kikubwa. Taa za mishumaa zikaanza kuwaka zenyewe. Kwenye kona ya chumba walimuona Mzee Kivuli akiwa amekaa kimya, macho yake yakiwa kama yanawachunguza ndani ya nafsi. "Karibuni," alisema kwa sauti ya chini iliyosikika kama ilitoka chini ya ardhi. Wanafunzi walijaribu kurudi nyuma, lakini miguu yao ilianza kuzama kwenye sakafu kama matope mazito. "Msitu huu hauwapi watu njia ya kurudi," mzee alisema huku akinua fimbo yake. Ghafla, moshi mweusi ulitanda chumbani na kila mwanafunzi alianza kuona mwili wake ukibadilika, mikono ikipungua, miguu ikifupika na sauti zao zikigeuka kuwa milio ya ajabu. Waligeuka vibwengo. Mzee Kivuli alipiga makofi mawili tu na viumbe hivyo vidogo vikaanza kusimama mstari mmoja kama askari waliopoteza akili. Alikuwa akivitumia kufanya kazi ndani ya msitu, kukusanya vitu vya kale, kulinda siri za msitu na kuwavuta wengine wapya waliothubutu kuingia. Lakini mmoja kati yao, kijana aliyeitwa Amani, alibaki na kipande kidogo cha kumbukumbu ya kibinadamu. Alijikuta akiona flash za maisha yake ya zamani kila alipogusa udongo. Usiku mmoja, alipokuwa akitumwa kubeba tunguli, aligundua kitu. Kila vibwengo vilikuwa na udhaifu mmoja: sauti ya jina lao la awali. Alianza kunong'ona majina ya wenzake. Pole pole, mmoja mmoja walianza kushtuka. Msitu ulitetemeka. Mzee Kivuli alitokea ghafla, macho yake yakiwaka hasira. "Msitu wangu!" alipiga kelele na upepo mkali ukaanza kuvuma.
Lakini kabla hajamaliza, vibwengo vilianza kukumbuka walichokuwa kabla ya laana. Waligeuka dhidi yake. Kilio kilisikika msituni usiku huo, na mwanga wa mishumaa ukazimika mmoja baada ya mwingine. Asubuhi ilipofika, nyumba ya udongo ilikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na mzee Kivuli, hakukuwa na vibwengo. Lakini msitu bado ulikuwa ule ule, kimya, mzito, na unaonekana kama unaficha kitu bado. Na kama ukipita karibu na eneo hilo usiku, watu wanasema unaweza kusikia mtu akinong'ona jina lako kutoka ndani ya miti.